Tell your 3 neighbors, I am strong. I am strong. I am grateful. I am grateful. I am powerful. I am powerful. I am here to thank God. I am here to thank God. I am here to celebrate. I am here to celebrate. I don't take the grace for granted. I don't take the grace for granted. That is why I'm here. That is why I'm here. Hallelujah. 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 Even if you are not where you need them to be exactly. Hata kama hauko pale ulikusudia kuwa. You are not where you are. Hauko pale ulikuwa. Something has abundantly changed. Kitu kimebadilika. And you have a reason to thank God. Na una sababu ya kumshukuru. Clap your hands, so ye people. Wewe inua mikono. Shout to the Lord with the voice of triumph. Bwana shangwe. Hallelujah. Hallelujah. The Lord has done it. Bwana ametenda. I said the Lord has done it. Nasema Bwana ametenda. Glory to our God. Utukufu kwa Mungu. Glory to our God. Utukufu kwa Mungu. Can you look at the devil and laugh at the devil? Hebu angalia shetani mshekere. Are you laughing? Unacheka. Are you laughing? Unacheka. Laugh at the devil. Shekerea shetani. Laugh at the devil. Laugh at that sickness. Shekerea uovu. Laugh at that trouble. Shekerea hiyo shida. Laugh at the devil. Yes. Hey. Hey. I said you laugh, not you smile. Nasema usheke. Get your neighbor and they start laughing. Angalia jirani I said get your neighbor and they start laughing. Angalia jirani yangu. Hey. Laugh at the devil. Laugh at the devil. He never stopped you. He never killed you. He never eliminated you. You are still around. You are still blessed. You are still powerful. You are still going higher. You are still singing. You are still dancing. You are still celebrating. You are still rejoicing. You are still blessed. You are still strong. You are still healthy. Shout fire. Shout fire. Shout fire. Shout fire. We have come this far. Tumekuja siku hii. For who is he that saith? Na ni nani asemaye? And it comes to pass. Na inatimia. If the Lord commands it not. Kama Bwana hajaiamuru. The Lord commanded, you see, 2019 January to December. Bwana aliamuru. Hallelujah. His word is yea and amen. Yes. And that is why you have come that far. Yes. Hey. Hallelujah. Hallelujah. I see you in many Thanksgiving services. Yes. Hallelujah. Hallelujah. In the year 2039, you shall appear here for Thanksgiving. In the year 2049, you shall appear here for Thanksgiving. In the year 2059, you shall appear here for Thanksgiving. Shout yes, retire. Yes. Number 2. Yes. Number 3. Yes. Hallelujah. Hallelujah. God is in charge. Mungu anatawala. And he has brought us from far. Na ametutoa mbali. And he has enabled us to see this glorious day. Ametuwezesha kuona hii siku. You are entering 2020 with strength. Unaingia 2020 na nguvu. With the capacity. Na uweza. With the sagacity. Ukiwa na neema. With the bravado. Ukiwa na uwezo. And no power can say no. Na kuna pepo ya kusema. If you are here, shout yes. Yes. Shout yes. Yes. Shout yes. Yes. You are stronger than the way you started. Uko na nguvu kuliko vile ulianza. Actually, you look better than the way you started. Hata unaonekana bora kuliko vile ulianza. Look at your neighbor and tell your neighbor, look at me properly. Look at me properly. I am more graced. I am more graced. I am more favored. I am more favored. I am more glorified. I am more glorified. Because the Lord has been on my side. Because the Lord has been on my side. That is why I'm here. That is why I'm here. To thank my God. To thank my God. For the blessings I've harvested. For the blessing I've harvested. I've received from his mighty hand. I have received from his mighty hand. Shout unbelievers, amen. Amen. Shout unbelievers, amen. Amen. Glory to our God. Utukufu kwa Bwana. I said glory to our God. Nasema utukufu kwa Bwana.
Luke number 17, verse number 11 and the following. Luka mtakatifu sura ya 17 mstari wa 11 kuendelea. And it came to pass as he went to Jerusalem that he passed through the midst of Samaria and the Galilee. Na ikakuja kutukia ya kwamba alipoingia Yerusalemu akapitia katikati ya Samaria na Galili. And as he entered into a certain village, there met him 10 men that were lepers, which stood afar off. Na alipokuwa akiingia katika mojawapo ya kijiji, akakutana na wanaume 10 waliokuwa vilema, na wote wakasimama mbele zake. And they lifted up their voices and said, in Jesus, Master, have mercy on us. Na wote wakainua sauti zao wakasema, Yesu Bwana, tuhurumie. And when he saw them, he said unto them, Go, show yourselves unto the priests. Na alipowaona akawaambia, enendeni mukajionyeshe kwa kuhani. And it came to pass that as they went, they were cleansed. Na ikakuja kutukia walipoelekea wote wakasafishwa. And one of them, when he saw that he was healed, he turned back and with a loud voice glorified God. Na mmoja wao alipoona amepona akalejea na sauti kuu akamtukuza Bwana. And he fell down on his face and at his feet, giving him thanks, and he was a Samaritan. Na akajilaza shali mbele ya Kristo akimpatia shukrani, na yeye alikuwa Msamaria. And Jesus answering said, Were there not 10 cleansed, but where are the 9? Na Yesu akimjibu akasema, je, si ni 10 walioponywa? Wale 9 wako wapi? I want to share briefly on where are the 9. Nataka kushiriki kwa ufupi, wako wapi wale 9? Where are the 9? Wako wapi wale 9? Remember, these are Thanksgiving Service 2019 episode. Kumbuka hii ni ibada ya shukrani kipindi cha mwaka 2019. And I welcome all that are joining this service wherever you are, and God bless you. Na nataka nikaribishe wote wanafurahia ibada hii mahali popote ulipo, karibu sana. Jesus was to go to Jerusalem. Yesu alikuwa aelekee Yerusalemu. And he passed through Samaria and the Galilee. Akapitia Samaria na Galilaya. And there is something that catches my attention in verse 11. Na kuna kitu kinakamata umakinifu wangu mstari wa 11. The Bible starts by saying, and it came to pass. Na Biblia inasema ya kwamba na ikakuja kutukia. Whatever comes to pass. Kitu chochote kinakuja huja kutukia. It does not come to stay. Haikuji kudumu. It comes to pass. Inakuja kupita. And as I'm preaching, I'm also prophesying. Na pia kama vile ninahubiri natoa unabii. Whatever that has come to your life, chochote kimekuja maishani mwako, that was not brought by God, ambacho hakikuletwa, that has come to inconvenience your good life, ambacho kimekuja kusumbua I maisha stand yako, on this altar and I declare, nasimama kwa haya madhabahu it has come to pass. Itapita. And it will pass. Itapita. Sickness will pass. Ugonjwa utapita. Death will pass. Madeni yatapita. Suffering will pass. Mateso yatapita. Being broke will pass. Rejection will pass. Ukataliwa kutapita. Joblessness will pass. Yes. Moneylessness will pass. Yes. I announce it will pass. Yes. Tell your 2 neighbors it shall pass. It shall pass. Even this will pass. Even this will pass. Rejection will pass. Yes. Poverty will pass. Yes. Bad news will pass. Yes. Bad decisions will pass. Yes. Shout yes. Yes.
please be seated. Tafadhali unaweza. And it came to pass. Na ikakuja kupita. And he went to Jerusalem. Alipoingia Yerusalemu. And he passed through the midst of Samaria and the Galilee. Akapitia Samaria na Galilaya. As a student of the Bible, kama mwanafunzi wa I will tell you the reason that the scripture is like that. Na kuambia kwa nini hilo la andiko liko vile. It is because somebody was waiting for Jesus for a long time. Ni kwa sababu mtu alikuwa anasubiri Yesu muda mrefu. But due to busy schedule, lakini kwa sababu ya ratiba nzito, due to ministerial commitments, kwa sababu ya Jesus had no time to pass by. Yesu hakuwa na muda wa kupitia. The 10 lepers were waiting for him. Na wale wenye ukoma 10 walimsubiri. They were running out of time. Muda ulikuwa unayoyoma. Leprosy was chopping off their limbs. Ulema ulikuwa unakata viungo vyao. They were outside the city of Jerusalem. Walikuwa nje ya mji Yerusalemu. And as they were there, they were excommunicated. Na walipokuwa pale wakafuruchwa nje. And somebody thought their help will not come. Na mtu wakadhania msaada wao hawatakuja. Others thought they would die miserable. Wengine walidhania watakufa ovyo ovyo. I don't know who is waiting for you to fail. Sielewi nani anasubiri. You will not fail. Hautaanguka. You will not wait for God forever. Hautasubiri Mungu milele. The 10 lepers waited and it came to pass. Wenye ukoma wakasubiri na ikatimia. Jesus went for them. Na Yesu akawaendea. And as he entered, alipoingia, he met 10 men. Akakuta watu 10 that were lepers. Waliokuwa vilema. They were not engaged in any form of engagement. Hawakuwa wameshughulikiwa kwa shughuli yoyote. They were not busy. Hawakuwa na shughuli. They were just there and the disease was killing them slowly. Walikuwa pale ugonjwa unawamaliza. When they saw Jesus, walipoona Yesu, they started shouting, wakaanza kupiga kelele, Jesus, son of David, Yesu mwana wa Daudi, if you are willing, cleanse us. Kama unataka tuponye. He never touched them. Hakuwaguza. He never prayed for them. Hakuwaombea. He never declared nothing. Hakutangaza lolote. But he told them as you are. Na akawaambia vile mlivyo. Go and show yourselves to the priests. Endeni mjionyeshane kwa kuhani. And the Bible said, Biblia inasema, as they went, walipokuwa wanaenda, they were cleansed. Wakasafishwa. They simply obeyed simple instructions. Walitii maagizo mepesi. Let me tell you. Wacha nikwambie. Staying in the church for 10 years does not count. Kukaa kanisani miaka 10 haihesabiki. As long as you are not keen in to obey instructions. Muradi kama haumbonyezi hali ya kutii maagizo. Change does not come. Mabadiliko haipatikani. But change comes to our people. Lakini mabadiliko hujia who are waiting for instructions. Waliosubiri maagizo. These people are told, go and show yourself. Hawa watu wakaambiwa endeni mujionyeshe kwa kuhani. To the priest. Kwa kuhani. And as they went, walipoenda, they were cleansed. Wakasafishwa. They never said, sir, hawakusema Bwana, lay your hands on us. Tuwekere mikono. Breathe on us. Tupulizia pumzi. Speak the word. Nena neno. Anoint us. Tupake mafuta. He just said, go. Aliambiwa, and show yourself. Na mujionyeshe. To the priest. Kwa kuhani. And as they went, na walipoenda, they were cleansed. Wakasafishwa. Hallelujah. Hallelujah. As they did what? As they went, walipoenda, they were healed on the way. Wakapona wakiwa they njiani. didn't get to the priest. Hawakufikia kuhani. They were healed on the way. Waliponywa wakiwa and one of them discovered, na mmoja wao akagundua, I was sick, I'm not sick. Nilikuwa mgonjwa, mimi si mgonjwa. I had leprosy, I'm cleansed. Nilikuwa na ukoma, sina. He went back looking for Jesus. Akarudi kumtafuta Yesu. And when he saw him, wakati alimuona, he started shouting, akaanza kupiga changwe, glorifying him, akimtukuza, worshiping him, akimwabudu, and praising him. na akimsifu. And when he got where he was, wakati alifika pale, he laid down prostrate, akalala kifudifudi, and he started worshiping, akamwanza kuabudu, and glorifying God. akitukuza jina la Bwana. Jesus said, Yesu akasema, they were 10. walikuwa 10. 10 minus 1 is 9. 10 uondoe moja. Where are the 9? Wale 9 wa wapi? Ask your neighbor, where are the 9? Where are the 9? Where are the 9? Where are the 9? I healed 10 of them. Niliponya 10. One of them has come back. Moja wao amerudi. Where are the 9? Wale 9 wako wapi?
Jesus na Yesu expected the 10 alitarajia wote 10 to return to him, warejee kwake, to thank him for what had happened to them. ili wamshukuru kwa kile. But unfortunately, lakini kwa bahati mbaya, it is one of them. ni mmoja wao pekee. And he said, I cleansed the 10. Na akasema nilisafisha 10. Where are the 9? Na wale 9 wa wapi? They are not found. Hawakupatikana. To return to give God glory, kurejea kumtukuza Bwana, save this stranger. isipokuwa huyu mgeni. This man was not a Jew. Huyu mtu hakuwa Myahudi. He was a Samaritan. Alikuwa Msamaria. And the other 9 were Jew. Na wale 9 walikuwa Wayahudi. They thought it was an entitlement. Walifikiria ni haki yao to be healed. kupona. But this foreigner lakini huyu mgeni went back to thank God. akarudi kumshukuru Bwana. Hallelujah. Hallelujah. And then Jesus said, na Yesu anasema, and he said unto him, akawaambia, arise, inukeni, go your way, endeni njia, your faith maana imani yako has made thee whole. imekukamilisha. In other words, kwa maneno mengine, your healing has been perfected. uponyaji wako Your umekamilishwa. healing has been permanented. Uponyaji wako Your umedumishwa. healing is for you permanently. Uponyaji wako ni wako milele. No body, no power Hakuna nguvu, hakuna can mtu take it away from you. anaweza iondoa. What is thanksgiving? Number 1. Kushukuru ni nini? Jambo la kwanza, Thanksgiving is acknowledging the God behind your blessing. kushukuru ni kutambua Mungu aliye nyuma ya baraka zako. To acknowledge means to admit. Kutambua inamaanisha kugundua. To recognize. Kutambua, To accept. kukubali, And to reply to the one that gave you the blessing. na kupea jawabu kwa yule aliyekupatia baraka. For any man to give thanks, Kwa kila mwanadamu ili yashukuru, number 1, jambo la kwanza, he must acknowledge. lazima atabue. Hallelujah. Haleluya. You must look at your life. Lazima uchunguze maisha yako. And from where you are coming from, Kutoka mahali umetoka, compare that with where you are. ulinganishe hivyo na mahali ulipo. From what you began with, Kutoka mahali pale ulianza, vis-a-vis what you are finishing with. uone kile unamalizia nayo. From the condition of yesterday Kutoka kwa hali ya jana and the condition of today, na hali ya leo, the change that you see, mabadiliko unayoona, you ask yourself a question. unajiuliza swali, How did I move from there je, nilitoka wapi to here? mpaka hapa? It is not by might, Si kwa nguvu, it is not by power, si kwa uweza, but it is by the Spirit of the Lord. lakini ni kwa Roho wa Bwana. If you acknowledge the hand of God in your life, clap your hands and give him glory. Kama unatabua mkono wa Bwana maishani mwako, mpatie. So you must accept. Lazima It ukubali, is not by your strength, si kwa nguvu yako, it is not by your power, si kwa uwezo it wako, is not by your strategy, si kwa binu it zako, is not by your philosophy, si kwa utaalamu it wako, is not by your knowledge and wisdom, si kwa ufahamu wako na not hekima, experience, si kwa uzoefu, not your money, si kwa fedha not zako, your education. si kwa masomo You yako. acknowledge the supernatural. Unatabua iliyo ya kiungu. That is when you are thanking God. Hapo ndipo unamshukuru You are Mungu. telling him, Father, Unamwambia Baba, I could not be here, singekuwa hapa, but you are the one lakini wewe who ndiwe is behind my blessing. uliye nyuma ya baraka zangu. James number 1. Yakobo sura ya kwanza. James chapter 1 Yakobo sura ya kwanza and verse number 17. mstari wa 17. Every good gift Kila kipawa kizuri and every perfect gift na kila kipawa kikamilifu is from above. inatoka juu. Remember, there is good, Kumbuka kuna kizuri, then it graduates to perfect, baadaye inafika kwa iliyo kamili, and it is a gift. na ni kipawa It has come from above kimetoka mbinguni, and cometh down from the Father of light, na inatoka juu kutoka kwa Baba wa with whom mwangaza, is no variableness, kwa yule ambaye hakuna mawaa neither shadow of turning. hata kivuli cha kubadilika. Also John talked about this. Na pia Yohana alinena kuhusu, John chapter 3 Yohana sura ya and 3 verse number 27. mstari wa 27. John answered and said, Yohana anajibu anasema, a man can receive nothing mwanadamu hawezi pokea chochote except it being given him from heaven. isipokuwa ipeanwe kwake na mbingu. So when you know every good and the
perfect gift. Kwa hivyo unapojua kipawa kizuri na And the greatest gift is life. Na kile kipawa cha uhai, you know it has come from the Lord. Unajua imetoka kwa Bwana. And you know according to Apostle John, na unajua kulingana na mtume Yohana, every good gift, kila kipawa kizuri, nothing can come anywhere from anywhere else. Hakuna kitu kinaweza toka mahali pengine but from the Lord. Isipokuwa kwa Bwana. Thanksgiving number 2 is in glorification. Kushukuru tena ni kutukuzwa. You glorify God. Unamtukuza Bwana. Hallelujah. Hallelujah. Whatever you give to God, chochote unachoomba is what you get in return. Hicho ndicho unapata baadaye. Thankfulness is thankfulness. Kushukuru ni kujaziwa kwa tanki. Very good. Asante. Thankfulness is thankfulness. Kushukuru ni kujaziliwa kwa tanki. As you glorify God, unapomtukuza Bwana, you through thanksgiving, kupitia shukurani, saying glory to God, unasema utukufu kwa Bwana. You glorify God even through testimonies. Unamtukuza Bwana kupitia shuhuda. Anything God does for you, chochote Bwana atendacho kwako, that your money cannot buy, ambacho fedha zako haziwezi nunua, that your contacts can't deliver, ya kwamba watu wako hawezi, and you thank Him for that, unamshukuru kwa hiyo, you have brought glory to the name of the Lord. Umeleta utukufu kwa jina la Bwana. Number 3, thanksgiving is recounting the past acts of God. Ya tatu ni kuhesabu matendo ya Mungu ya pale awali. There are times we need to look back in order not to forget the benefits of the Lord. Kuna wakati mwingine inabidi turudi nyuma, tuangalie nyuma, tuhesabu baraka za Bwana. By going down the memory lane. Kupitia kurejelea katika kumbukumbu. Psalms 103. Zaburi 103. Verse 1. Mstari wa kwanza. It is a psalm of David. Ni zaburi ya Psalms Daudi. 103 verse 1. Zaburi 103 mstari wa kwanza. Bless the Lord, O my soul. Libariki Bwana and all that is within me. Na vyote vilivyo ndani yangu. Bless His holy name. Zibariki jina lake takatifu. Bless the Lord, O my soul. Bariki Bwana nafsi yangu. And forget not. Na usisahau all His benefits. Manufaa yake yote. What has the Lord done? Ni Bwana ametenda nini? He has forgiven you all your iniquities. Amekusamehe dhambi zako zote. He has healed you all your diseases. Amekuponya magonjwa yako yote. Kuna watu wanaweza kuuliza, pastor, mimi nimesamehewa nini? Umesamehewa dhambi. Yes. Hallelujah. Hallelujah. The Bible said the wages of sin is death. Biblia inasema mshahara wa dhambi ni mauti. If God never forgave you, anybody who has ever sinned, you are supposed to be dead. Kama Mungu hakukusamehe mtu yoyote ameshaitenda dhambi, ungekuwa umekufa. Anybody who has ever lied, mtu yoyote ameshaidanganya, anybody who has ever broken any commandment, mtu yoyote ameshaivunja amri, is supposed to be dead now. Anastahili kuwa ameaga. But God has sustained you. Lakini Mungu amekuhifadhi. He has not treated you the way your sins deserve. Hajakufanyia vile dhambi zako zilistahili. So the psalmist is saying, praise the Lord, O my soul, mtukuze Bwana, and all that is within me. Glorify His name. Litukuze jina lake. He has forgiven you all your sins. Amekusamehe dhambi zako zote. He has healed you all your diseases. Amekuponya magonjwa yako yote. These are the benefits. Hii ni manufaa. There is no sickness that came to joke with you. Hakuna ugonjwa ulikuja kukuchezea. Any sickness that you ever suffered from came to kill you. Kila ugonjwa ulitandikwa nayo ilikuja kukuangamiza. But lakini He healed you. Alikuponya. Wave your head and shout hallelujah. Hallelujah. Wave your head and shout hallelujah. Hallelujah. Forget not. Usisahau all His benefits. Manufaa yake yote. So thanksgiving is recounting. Kwa hivyo shukrani ni kuhesabu. Hallelujah. Hallelujah. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord has done. Baba Shira, nidhani utanisaidia. Hallelujah. Hallelujah. Tell your neighbor, count your blessings. Count your blessings. Name them one by one. Name them
one by one. It will surprise you. It will surprise you To see what the Lord has done. to see what the Lord has Wave done. your head and say thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Wave your head and say thank you, Jesus. Thank you, Jesus. So thanksgiving is recounting. Kwa hivyo shukrani ni kuhesabu. Taking stock. Kuhesabu, kuchukua hesabu. And seeing what the Lord has done. Na kuona kile Bwana ametenda. Many are the benefits of the Lord. Manufaa ni mengi yaliyo ya Bwana. Hallelujah. Hallelujah. Thanksgiving is provoked. Kushukuru kunachochewa. When you compare how things used to be Wakati unalinganisha vile mambo ya and where you are now. na mahali ulipo leo. I said before, you may not be where you wanted to be. Nilisema hapo awali unawezekana hauko But you are pale. not where you are in January. Lakini hauko pale ulikuweko Januari. Even if you lost something, Hata kama ulipoteza kitu. God is the reason you never lost everything. Mungu ndiye sababu kwa nini haukupoteza vyote. Hallelujah. Hallelujah. God is the reason you never lost everything. Mungu ndiye sababu kwa nini haukupoteza So we vyote. thank God Kwa hivyo tunamshukuru Bwana because we compare. kwa sababu tunalinganisha. Number 5. Ya 5, Thanksgiving is appreciation in anticipation. shukrani ni kushukuru na kufurahia katika In matendo yaliyomo. anticipation, what you are expecting. Kwa kupitia matarajio unayoyatarajia. Let me mention this here. Hebu ni And this is where people make mistakes. na hapa ndipo watu hukosea. There are two kinds of thanksgiving. Kuna aina mbili ya shukrani. Thanksgiving because of manifestation. Shukrani kwa sababu ya matukio. And thanksgiving in anticipation. Na shukrani kwa matarajio. Give me Isaiah 3:10. Hebu nipatie Isaia sura You ya thank 3. God for what you expect. Unamshukuru Bwana kwa kile unatarajia. Say ye to the righteous Ambieni wenye haki, that it shall be well with them, itakuwa vyema na wao, for they shall eat the fruit of their deeds. maana watakula matunda ya matendo yao. This is the most impossible thing for believers. Hii ndilo jambo ngumu sana kwa waumini. Two kinds of thanksgiving. Shukrani aina mbili. You thank God for what he has done, Unamshukuru Bwana kwa kile ametenda and you tayari. thank God for what you believe he will do. Na unamshukuru Bwana kwa kile unaamini You thank atatenda. God because he has said Unashukuru Bwana maana it amesema shall be well with you. itakuwa vyema na You wewe. thank God for 2020 Unashukuru Bwana kwa mwaka because you buy your land maana utanunua and you shamba, build a house utajenga nyumba, and you get a job. utapata You kazi. thank God in anticipation. Unamshukuru Bwana kwa You thank God in matarajio. advance Unamshukuru of Bwana the things awali he will do. kwa mambo yale atatenda. And then there is thanksgiving for what God has done. Na baadaye kuna shukurani kwa kile Bwana ametenda tayari. The people that receive quick answers are the people that thank God in advance. Watu wale hupokea majibu ya haraka ni wale humshukuru Bwana kabla. Not only wait. So not only wait Usisubiri tu for God to do it until then you thank him. kwa Bwana akutendee ili umshukuru. Sometimes we pray and we say, I thank you, Lord, because I know you have heard my prayers and you are answering them without any delay. Wakati mwingine tunamwambia Bwana tukushukuru maana umenisikia, unajibu maombi. If you pasipo wait kuchelewa. for everything to be done, you shall be late in destiny. Kugojea kila kitu kitendeke utachelewa katika hatima. There is a season you thank God for what you do. Kuna majira unamshukuru Bwana kwa kile And ametenda. there is a season you thank God for what he has done. Na kuna majira unamshukuru Bwana kwa kile ametenda. So we thank God for our tomorrow. Kwa hivyo tunashukuru Bwana We kwa thank kesho God for yetu. our yesterday. Tunashukuru Bwana We kwa thank jana God for yetu. the last year. Tunashukuru Bwana And kwa we mwaka thank God for this year. na mwaka huu. And we thank him for the year that Na is coming. tunamshukuru kwa mwaka We ujao. thank God for what he did. Tunamshukuru kwa kile And we thank ametenda. God for what we have requested him to do, Tunamshukuru kwa kile that we tumemwagiza. anticipate he is about to do. Na tunatarajia yale And if yatatenda. you live like that, Na ukiishi namna you hiyo become a very strong believer. unafanyika muumini hodari. So thanking is appreciating God in anticipation Kwa hivyo kumshukuru Bwana ni kumfurahia Bwana kwa that tomorrow matarajio will be well. ya kwamba kesho itakuwa bora. Things will be better than they are today. Mambo yatakuwa bora kuliko vile yalivyo. Thanking him after the testimony and before the testimony. Kumshukuru baada ya ushuhuda na kabla ya ushuhuda. All thanksgivings glorifying God. Kila shukurani zinamtukuza Bwana. I want to mention Nataka nitaje 7 things
that are rewards of thanksgiving. Mambo saba ambayo ni tuzo ya shukrani. When you thank God, what happens? Wakati unamshukuru Bwana ni nini inatendeka? Why are we here to thank him? Kwa nini tuko hapa kushukuru? Number one. Jambo la kwanza, Thanksgiving preserves the blessing. Shukrani huhifadhi baraka. Malachi 2:2. Malachi 2:2. And Philippians 1:6. Na Wafilipi 1:6. When you thank God, you preserve the blessing. Wakati unamshukuru Bwana unahifadhi baraka. Being confident of this very thing, tukiwa na hakika ya hili jambo, that the one that is started a good work in you, aliyeanza kazi njema ndani yako, he will perform it ataitenda until the day of the Lord. Hadi siku ya Bwana. Preserving the blessing through thanksgiving. Kuhifadhi baraka kupitia shukrani. Number 2. Ya pili, it attracts perfection. Inavutia ukamilifu. Psalm 138 verse 8. Zaburi 139 mstari wa 8. 138 verse 8. Zaburi 139 mstari wa 8 is a very important scripture. Hii ni andiko muhimu sana. Psalms 138. Zaburi 138 verse number 8. Mstari wa 8. Hallelujah. Hallelujah. The Lord will perfect. Na Bwana atakamilisha that which concerneth me. Vyote vinavyonihusu. Thy mercy, O Lord, neema yako endureth forever. Inadumu milele. Forsake not the works of your own hands. Usimkatalie bali kazi ya mikono yako. God will perfect. Bwana atakamilisha whatever concerns you. Chochote kinachokuhusu. Through thanksgiving. Kupitia shukrani. Number 3. Ya tatu. Thanksgiving turns insufficiency to overflowing abundance. Inabadilisha uhaba unakuwa utere. Thanksgiving, when you give God thanks with retro. Wakati unamshukuru Bwana na uhaba. John chapter 6 from verse 15. When you thank him with what is not enough. Wakati unamshukuru na kile ambacho hakitoshi. You thank him for your small retro salary. Unamshukuru kwa mshahara wako mdogo. You thank him for that income that is not sufficient. Unamshukuru kwa hayo mapokerezi ya You thank him for what he said he would do. Unamshukuru kwa kile alisema atatenda. Like Jesus did with the 2 loaves. Kama Yesu alivyotenda na ile mikate. And the 5 fish. Akiwa pia na samaki zile. When Jesus lifted up his eyes na wakati Yesu and saw a great company, akaona umati mkuu, came unto him, he sent to Philip, ikiwa inamjia akamwambia Filipo, where shall we buy bread and feed these people? Ni wapi tutanunua mkate tulishe hawa watu? And he said to prove him, for he himself knew what he is going to do. Na alisema vile kumjaribu, maana yeye mwenyewe alijua kile atatenda. People were starving. Watu walikuwa na njaa. People didn't have enough. Watu hawakuwa na ya kutosha. People are suffering. Watu walikuwa wanateseka. They attended a Jesus crusade in the wilderness. Walihudhuria kongamano la Yesu katika. They were fed spiritually. Wakalishwa kiroho. But they were still missing something physical. Na bado walikuwa wanakosa kitu ya. Jesus told Philip. Na Yesu akaambia, where will we buy food? Ni wapi tutanunua? The disciples told the master. Wanafunzi wakamwambia Bwana. The multitudes that we have in this meeting. Umati tulioko nao kwa huu mkutano. 8 years wage of a CEO. Na mshahara wa watu 8 cannot feed them. Haiwezi warisha. Where can we buy food for them? Ni wapi tutanunua chakula kwa sababu yao? Peter came and said there is a boy here. Petro akaja akasema kuna kijana. He has 5 loaves and the 2 fish. Akona mikate 5 na samaki 2. Jesus said very good. Yesu akasema ni vyema. Tell the people to do what? Wacha watu. To sit down. Watu waketi chini. The people sat down on green grass. Na watu wakaketi chini mahali kuna nyasi. Where did he get green grass from the wilderness? Alipata wapi nyasi iliyo ya kijani nyikani? That is for another day. Hiyo ni ya siku nyingine. But they sat on the grass. Lakini wakaketi kwa nyasi. He took the 5 loaves. Akachukua mikate 5. And the 2 fish. Na samaki zile 2. And he thanked God. Akamshukuru Bwana. And he gave it to them. Akawapatia. Give to the people to eat. Wapatieni watu wakule.
And the Bible said they sat. Na Biblia They inasema all ate to their food. wote wakashiba. They were 5,000 men. Walikuwa wanaume 5,000. Women and the children were not counted. Wanawake na watoto hawakuhesabiwa. 5,000 men. Wanaume 5,000. You can multiply that by 4. Unaweza jumulisha hiyo na Let's allocate every man one woman. Wacha tuweke mwanamke mmoja kwa mwanaume And mmoja. every family 2 children. Na kila familia watoto wawili. That was a crowd of 20,000 people. Hiyo ilikuwa umati wa watu 20,000. They were fed with a lunch of a boy. Wakashimbishwa na chakula cha mchana. What was the secret? Siri ilikuwa gani? Thanksgiving. Shukrani. When you thank God for the little you have, unapomshukuru Bwana kwa kidogo it will become abundance. Kitakuwa tele. When you thank God for your payslip that you have now, unapomshukuru Bwana kwa mshahara, God will give you a payslip of a CEO. Bwana atakupatia mshahara wa mkurugenzi. Whatever you thank God for multiplies. Chochote unamshukuru Bwana kwacho kinajumulishwa. When you thank God for your bicycle, wakati unamshukuru Bwana kwa baiskeli, God will give you a vehicle. Bwana atakupatia gari. If you are clapping, clap to the glory of the Lord. Ama unapiga makofi. When you thank God unaposhukuru Bwana for your small house, kwa sababu ya nyumba yako kidogo, God will give you a mansion. Bwana atakupatia jumba kuu. Hallelujah. Hallelujah. Thank him even if you are a tenant. Mshukuru hata kama unakondisha nyumba. He'll give you your house. Atakupa nyumba yako. Do I have a believer in the house? Je, niko na muumini kwa nyumba? Hallelujah. Hallelujah. Learn to thank God where you are. Jifunze kumshukuru Bwana mahali ulipo. And every year will be a plus. Na kila mwaka itakuwa jumulisho to your life. Kwa maisha yako. Complaining is camping in. Kunugunika ni kudua. If you complain, sir, you stay where you are. Ukinugunika unadumu mahali ulipo. Don't ask God what is this. Tell God thank you for today's manna. Mwambie Bwana asante kwa manna ya leo. Hallelujah. Hallelujah. Usiulize Mungu ni nini hii. Ukoria ngai imbieje. Hallelujah. Hallelujah. Even if it is a simple meal, thank him. Hata kama ni chakula hafifu, hata kama ni githeri na inakaa kama kokoto, shukuru Bwana. Ona koro ni githeri kiomoke hana mahiga, muchokerie gatho. Hallelujah. Hallelujah. If you thank him for that githeri, ukimshukuru kwa hiyo githeri ambaye haina mafuta na chumvi, yetare maguta kana shube, you will eat in a 5-star hotel. Utakula kwa hoteli ya kimataifa. Those who complain, even what they have, God takes away. Wale hunugunika hata kile walicho nacho Bwana anawapokonya. Hallelujah. Hallelujah. Thank him for your child who is becoming the last one in our class. Shukuru Bwana kwa mtoto wako anayekuwa wa mwisho katika darasa. Bwana ninakushukuru kwa huyu kijana. Hata kama amekuwa namba 300 out of 300, ninashukuru kwa sababu ulinifanya baba. Yes. Hallelujah. 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 There are people without nothing to thank God for. Kuna watu hawana chochote cha kumshukuru Bwana. Hallelujah. Hallelujah. Usiwe unauliza ni nini Mungu alinipatia. Kuna watu wanangojea hiyo yako umekataa washerekee. Kabisa. Hallelujah. Yes, sir. So the little you thank God for, kidogo unachomshukuru Bwana, the useless thing you thank God for, kitu hafifu ambacho unamshukuru Bwana nacho, it becomes great. Inafanyika kuu. A lunch of a boy, chakula cha mchana cha kijana, it fed 20,000 people, ikarisha watu 20,000 because of thanksgiving, kwa sababu ya shukrani. Hallelujah. 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 Usingangane na Mungu kwa sababu amekupa sura black, na usimkosoe sana kuifanya iwe vile hakukumba. Thank him the way he created you. Yes. Before you know what is happening, watu wataanza kukuita black beauty. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Whatever little thing chochote that kidogo, you think is little, it is little until you thank God for it. Ni kidogo hadi ushukuru Bwana kwa ajili yake. When you thank God for that little, unapomshukuru kwa hicho kidogo, it will become great. Itakuwa kuu. It will become great. Great. Hallelujah. Hallelujah. Wakati tulianza hii huduma Kamunde Hall, lunch hour, wale wanakumbuka, nilikuwa na Toyota 100.
Unajua ile gari? Toyota 100. Siku moja rafiki yangu alinichekelea akaniambia, when I see you entering this vehicle you look like Mr. Bean. Hallelujah. Nikaanza kushukuru Bwana. Hallelujah. Mbele ya hiyo, in Mombasa I used to have a problem with the touts. Because Mombasa matatus, the seats are so squeezed, those who have used them. Kwa sababu Mombasa magari viti vya kukalia. And we had opened a new church in a new mission area at Mtongwe. Na nimefungua kanisa katika eneo jipya. The Navy Barracks. Karibu na yes, Navy Barracks. And every Sunday, because they used to go there once or twice every month. Kwa sababu walikuwa wanaenda mahali pale mara moja mwezi. As I enter matatu, nilipokuwa naingia because I'm vertically blessed, kwa sababu nimebarikiwa kwa take 2 seats. Na ningechukua viti viwili. Maana singeketi namna hii. Lazima ningeketi hivi. So they could not get the numbers they wanted because of me. Hawangepata nambari ya wasafiri waliohitaji. So they started telling me, wewe utalipa viti ya watu wawili. Ninasema mimi ni mmoja, wanasema utalipa viti mbili. Nasema ni mimi, why should I pay for 2? They could tell me you have occupied 2. So every morning there was some argument. And which was correct, because the owner of the vehicle not understand they carried an anarchite. So they were making noise, and I could engage them a little while, but I pay. And I was thanking God. I was telling God, thank you for creating me like this. Yes. I never complained. Yes. But one day enough was enough. Lakini siku moja tosha imetosha. Niliingia kwa nyumba nikajifungia. Nikaambia Mungu, baina ya Makanga na wewe, ni nani ananielewa zaidi? Mungu akaniambia ni mimi. Nani aliniupa? Makanga walikuwa wananiambia lipa viti mbili, nunua gari yako, ama uchukue hii yote tukubebe kama tax. Conditions were 3. Buy your own, nunua gari yako, get this as a tax, na uagize, or you pay for 2, ama ulipe viti viwili. I cried. Nikalia. And as I was praying, I saw, nilipokuwa naomba nikaona, a white salon vehicle. Gari nyeupe. And I said, Eureka. Na nikasema, I have found it. Nimeipata. Within 2 months, baada ya miezi miwili, I drove that vehicle. Niliendesha. It was a KAM 199 D. Gari ya kwanza. Ya kwanza. Siku moja nikatoka pale Mombasa Highland. I wasn't driving it now after driving school. License imekaa hapo, sijaendesha gari. Siku moja nikaitoa parking, nikaenda kwa lami peke yangu. Unajua vile kurutu anashika gari hata angalii nini inatendeka. Naogopa. Traffic ni kali Mombasa na ni saa 7. Na sikujua, nilikuwa nadhani nikiangalia niweke air condition, nitatoka kwa barabara. Kwa hivyo nikakauka namna hiyo, nikaendesha gari ikiwa na handbrake kutoka Island mpaka Mtwapa. Gari ikaanza kunuka tai. Sikujua iko na handbrake na siwezi kuelewa dashboard inanionyesha namna gani. Na speed nilikuwa nimeenda na kidogo, watu wananipigia na nimefunga madirisha, ni Mombasa. Na gari haina air condition. Na gari iko na handbrake engaged mpaka Mtwapa. Nikafika Mtwapa nikakuta jam, siwezi pita, nikatoka kwa barabara. Nilipotoka kwa barabara ndio niligundua makosa yote, nikarectify, nikaanza kurudi tena. Nikiwa nimekauka tena. Na gari ilikuwa ya gear. So ukikanyanga breki vibaya inazimika. So mbamsi zote nilikuwa naruka. You could have seen me. If you are laughing at me, I will see you. Hallelujah. I started thanking God. Nikaanza kumshukuru Bwana. Hiyo gari ilikuwa mpya, ilikuwa nimeuziwa na mzee mwingine. Nikaendelea hivyo. Mungu akaniinua, nikanunua 4x4 Toyota Surf, wine red. I love that color. The same color with this. Nikakaa na hiyo gari, nikaendelea nayo, nikaiuza ili ninunue Prado 204. Hiyo pesa yote ilichukuliwa na jamaa na pesa ingine ya bank
aniletee prando, akalilocate akaenda kuishi Singapore na pesa yangu. Mpaka leo sijamuona. I didn't die. Praise be to our God. Amen. Hallelujah. When you thank God, even your losses become your profits. Yes. Praise be to our God. Akaenda. So when I came to Meru, I wanted to come with a new Prado because I had organized that from 2004. So when I came in 2005 December, I came with a small vehicle. Na ile gari nilipatiwa na huyo mtu alienda kuniletea Prado. Kumbe ilikuwa ya kaa haya. Na hakuwa analipa wenyewe. Ikakujiwa hapa na flying squad. Mwangalie mwenzako, mwambie tumetoka mbali na tunaenda mbali. Tumetoka mbali na tunaenda mbali. Hallelujah. Hallelujah. When they came, they gave me the warrant. I told them I don't believe you. Twende pamoja Mombasa. Tukaingia Mombasa, tukafika kwa mwenyewe, akaiangalia gari, akafurahi, akaniambia hii gari umeitunza kama yako. Akasema kwanza niletewe ile Coca-Cola kubwa kwa sababu nimetunza gari yake vizuri. Nikitoka Mombasa huyo mtu akatumana gari nyingine nikaletewa, nikarudi nayo. Lakini nayo hakulipa tena. Na ananiambia gari yako iko kwa port, I am clearing it. I ended up buying that small vehicle. So ukiona mtu leo anaendesha V8 ya kuanza hapo. Yes. Thank God where you are. Shukuru Bwana mahali. I said thank God where you are. Shukuru Bwana mahali. And as you thank God where you are, God will take you where you are supposed to be. Na unapomshukuru Bwana kwa pale uliko, Mungu atakupeleka pale unastahili kuwa. Hallelujah. Hallelujah. So thanksgiving multiplies. Kwa hivyo shukrani hujumulisha. Another thing, thanksgiving raises the dead. Shukrani hufufua wafu. Whatever is dead, chochote kimekufa, if you thank God for it, ukimshukuru Bwana kwa ajili yake, it will come up. Itafufuka. Thank God for your business that is going down. Shukuru Bwana kwa biashara yako. Thank God for your career that is not succeeding. Shukuru Bwana kwa taaluma yako. Thank God for anything that is not working in your life. Bwana kwa kile akifanyika. And before you know what is happening, you shall be up there. Na kabla ya ujue kinatendeka nini, utainuka. John number 11. Yohana sura ya 11. Jesus is invited by sisters. Yesu amekaribishwa. The one that you love is sick to the verge of death. Yule unapenda ako karibu kuaga. Jesus said this sickness is not of death. Yesu akasema ugonjwa huu si wa mauti. It will bring glory to the name of the Lord. Itamletea Bwana utukufu. After 4 days he reported. Baada ya siku 4 akatokea. The sisters told them, if you came before, dada zake wakamwambia kama ungekuja, you could have saved our brother. Ungeponusuru ndugu. He said even now, akasema hata sasa, if you believe you will see the glory of God. Ukiamini utaona utukufu wa Bwana. He asked them, where have you put the body? Akamwauliza mumemweka wapi? They went to the tomb. Wakaenda kaburi. And he said, here sir. Wakasema hapa. He said, remove the stone. Akasema ondoa jiwe. They said there is an onda. Akasema kuna harufu. He said nevertheless remove it. Wakasema didn't I tell you, if you believe you will see the glory. Mukiamini mtaona utukufu wa Mungu. They removed the stone. Wakaondoa jiwe. The Bible said he gave thanks. Na Biblia inasema akashukuru. Before he called Lazarus, he thanked God. Kabla ya kuita Lazaro alimshukuru. And he told him, I thank you because you hear me. Akamwambia nakushukuru and you have heard me. Na umenisikia. I'm praying for these people to know. Naomba hawa watu. There is no other God. Hakuna Mungu mwingine. That can do what you can do. Ambaye anaweza tenda. After giving thanks, baada ya shukrani, he said Lazarus, akasema Lazaro, come out. Toka nje. Hallelujah. Hallelujah. After he gave thanks, he called out Lazarus, and Lazarus came out, and he was completely healed. Na akapona kamili. The one that was dead jumped out. Aliyekuwa mfu akaruka nje. And he said, untie him. Akasema mfungueni. Loose him. Mfungueni. Let him go. Wacha aende. Because of thanksgiving. Kwa sababu ya shukrani. How can somebody come and thank God in a tomb? Je, nani anaweza? Lord, I thank you for the life and death of Lazarus. Kwa sababu ya mauti. But I know you have heard me. Lakini najua ulinisikia. Thanksgiving raises whatever is dead. Shukrani hufufua kile you are failing body health will come up.
afya yako if you thank God, ukimshukuru, whatever is not working chochote yakifanyika will start working again. kitaanza kufanya If you thank God, ukimshukuru Bwana. complainers camp in there. Watu wanugunikaji wanakwama. Huwezi kuwa unalalamikia Mungu, unipi pesa utanipa. No, thank him for what you have. Mshukuru kwa kile ulicho nacho. Thank him for the daily bread. Mshukuru kwa mkate wa kila siku. Thank him for raiment you are putting on. Mshukuru Bwana kwa mavazi. Thank him for the roof over your head. Mshukuru kwa paa kichwani. Thank him for things that are not working, they will start working. Mshukuru mambo yale hafanyi kazi yatafanya. Hallelujah. Hallelujah. Ukiwa kwa pikipiki na kunanyesha, unaambia Mungu, I thank you for this motorcycle. Yes. I'm better than the one who is walking. Yes. Daddy, thank you. Yes. Hallelujah. 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 I told you again, 2 people went to pray. Niliwaambia watu wawili wakaenda kuomba. One of them went to quarrel with God in Akesha. Mmoja alienda kunugunika na Mungu kwa mkesha. Another one went to worship Mwingine akaenda God for his faithfulness and his Bwana mercies that are new every morning. kwa neema yake jipya kila Yule siku. alikuwa ana complain pande hii, akasikia kuna mwingine anasifu Mungu sana. Akasema kama saa 7 ya usiku, let me see this man. Kwani Mungu amemtendea nini? This guy who was complaining alikuwa ana complain kwa sababu for 2 years God had not given him a new shoe. Yes. And he was now getting ashamed because his shoes were torn. The other one who was thanking God had no shoe. So he went to check on him. Alipofika kwake akakuta the guy who has come for Akesha to thank God is actually on a wheelchair. Kamuliza, why are you thanking? I'm thanking God because I'm alive. I'm thanking God because I'm not hungry. Yes. I'm thanking God because he loves me with an everlasting love. Yes. Yule mwingine akamwambia, and I was here to complain because I have no shoe. Akamwambia, my friend, you are better off you have legs. If I were you, hey, if I were you, Kama ningelikuwa I would thank God every day. ningeshukuru Bwana kila kuchapo. So it depends with your faith and your knowledge and the revelation. Inalingana na imani yako, ufahamu wako na ufunuo wako. Thank God even if he has not done it. Mshukuru Bwana hata kama hajatenda. He'll do it. Atatenda. I said he'll do it. Nasema atatenda. If you change your prayer for the next 1 month Ukibadilisha and you employ the prayers of thanksgiving, uingize maombi ya whatever shukrani, you are looking for will be yours. chochote unatafuta kitakuwa chako. Thank him. Mshukuru. Thank God. Mshukuru Bwana. If you know millions that are not where you are, Kama unajua mamilioni wa ambao hawako pale, you will be thanking God every day. utamshukuru Bwana kila siku. Hallelujah. Hallelujah. If you know there are people Kama who unajua cannot watu go to the washroom and urinate, ambao hawawezi enda msalani kukojoa, they are using machines. wanatumia Their mashine. bodies are clean, their blood is cleaned by the machine, Damu zao zinaochwa na mashine and you are complaining. na unanugunika. There are people now who are on oxygen. Kuna watu hapa You are breathing freely. wewe unapuliza kwa uhuru. There are people sick terminally and they know, Kuna watu wana magonjwa and sugu they are not complaining, na hawanuguniki, and you are complaining with good health. na uko hapa unanugunika na afya nzuri. Become an addicted thanksgiver. Fanyika I said become an addicted thanksgiver. Fanyika mtu wa Thank shukrani. God. Mshukuru Bwana. And before you know what, Na kabla ya ujue, anything you needed God to do will be yours. chochote ulihitaji Bwana kutenda kitakuwa chako. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. Thank him always. Mshukuru kila wakati. Thank him. Mshukuru. Thank him. Mshukuru. Thanksgiving is application for more. Shukrani ni kujiandikisha kwa zaidi. Thank him. Mshukuru. It has not happened. Thank him. Haijatendeka, mshukuru. You have not been employed. Thank him that you went to school. Haujaajiriwa, mshukuru maana And ulisoma. thank him in anticipation that your job is there. Na ushukuru Bwana kwa matarajio kazi yako iko. Mungu, angalia, sijaolewa mpaka saa hii, niko na miaka sijui 30. Kuna na wale wako 40 wajiue. Mwangalie mwenzako, mwambie you have a reason. You have a reason To thank God. to thank God. Hallelujah. 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 So thank God. Mshukuru Bwana.
God will not bless you because of your tears. Mungu hatakubariki kwa ajili ya machozi He yako. will bless you because of your thanksgiving. Atakubariki kwa shukrani zako. Reduce the tears Punguza machozi and begin to praise him. na uanze kumsifu. And you see what you do. Na utaona kile atatenda. Wave your head and shout hallelujah. Punga mikono sema haleluya. Wave your head and shout hallelujah. Punga mikono sema haleluya. Hallelujah. Haleluya. You are not sleeping on the street. Haulali mitaani. You have a house. Uko na nyumba. You have a roof over your head. Uko na paa kichwani mwako. Hallelujah. Haleluya. When you see some of the children we call street children, Wakati tunaona watoto ambao tunawaita wa barabarani, you give them something little to buy maybe one bread. unawapatia kitu kidogo kununua pengine mkate mmoja. And they thank you. Na wanakushukuru. And there are people you can give 10,000. Na kuna watu unaweza pea 10,000. And they tell you ungeniongezea. Na wanakuambia ungeniongezea. God is waiting for your thanksgiving. Mungu anasubiri shukrani zako. And you change your story to glory. Na atabadilisha hadithi yako. Thanksgiving guarantees deliverance. Shukrani hudhibitisha ukombozi. When you need deliverance, thank God. Wakati unahitaji ukombozi, mshukuru Bwana. Jonah did it. Jonah alitenda vile. Jonah did it and he got his deliverance. Yona alifanya vile akapokea ukombozi. In Jonah 2 verse 9. Yona sura ya 2 mstari wa 9. But I will sacrifice unto thee with the voice of thanksgiving. Lakini nitakutolea dhabihu na sauti ya shukrani. I will pay that I have vowed. Nitalipia nadhiri zangu. Salvation is of the Lord. Wokovu ni wa Bwana. And the Lord spoke unto the fish. Na Bwana akanenea samaki. And it vomited out Jonah upon a dry land. Na ikamtapika Yona nchi kavu. That is verse 10. Hiyo ni mstari wa 10. So Jonah thanked God. Yona alimshukuru Bwana. And he said, I will sacrifice with the voice of thanksgiving. Akasema nitatoa dhabihu na I will sauti. pay all my vows. Nitalipia nadhiri To zangu. receive the salvation that belongs to God. Ili nipokee wokovu ulio wa Bwana. The moment he said that, Wakati aliposema vile, God commanded the fish. Mungu akaamuru samaki. And it vomited him on a dry land. Ikamtapika nchi kavu. Thanksgiving is a guarantee for deliverance. Shukrani ni uhakika wa ukombozi. Those who thank God, God makes them stars out of nothing. Wale watu umshukuru Bwana, Bwana huwafanya nyota kutoka kwa utupu. You become a star Unafanyika nyota out of nothing kutoka kwa utupu through thanksgiving. kupitia shukrani. Hallelujah. 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 Thanksgiving brings revival. Shukrani huleta ufufuo. And it reduces fear and panic. Na inapunguza kufadhaika na uoga. God loves thanksgiving. Mungu hupenda shukrani. Thank him at all times. Mshukuru kila wakati. It is the will of God Ni mapenzi ya Mungu to overflow with thanksgiving. kujaziliwa na shukrani. I want after today take 7 days. Nataka baada ya siku ya leo chukua And siku every 7. prayer you pray, thank God. Na kila ombi unaomba mshukuru Thank Bwana. God for 2019. Mshukuru Bwana kwa mwaka 2019. Thank God for your life. Shukuru Bwana kwa maisha Thank yako. God for your health. Shukuru Bwana kwa afya Thank yako. God for deliverance. Shukuru Bwana kwa Thank God ukombozi. for favor. Shukuru Bwana kwa Thank kibali. God for salvation. Shukuru Bwana kwa wokovu. Thank God for the love he has loved you with. Shukuru Bwana kwa upendo amekupenda And nao. before you know what is Na happening, kabla ya kujua kile all your kinatendeka, prayers will be answered. maombi yako yote yatakuwa yamejibiwa. Stand on your feet. Simama na miguu yako. In the name of Kwa Jesus. jina la Yesu. Thanksgiving Shukrani brings multiplication, inaleta kujumulishwa. reverses and diversity, Inaondoa kila janga. brings perfection. Inaleta ukamilifu. And God is in charge. Na Mungu anatawala. Lift your hands towards the heaven. Inua mikono yako mbinguni. Close your eyes. Funga macho yako. Please minimize every movement now. Tafadhali punguza kutembea tembea. Lift your hands towards the heavens. Inua mikono yako mbinguni. I want you to close your eyes for concentration. Nataka ufunge macho yako uwe na umakinifu. Look at your life. Angalia maisha yako. God has been with you Bwana amekuwa nawe from January, kutoka Januari, February, Februari, March, Machi, April, Aprili, May, Mei, June, Juni, July, Julai, August, Agosti, September, Septemba,
October, November. Today is December 15th. Na sasa hivi ni December 15. God has exempted you from calamity and danger. Bwana amekunusuru hatari na janga. God has healed you all your diseases. Bwana amekuponya maradhi yako yote. God has sustained you even in your sleep. Bwana amekuhifadhi hata ulalapo. God has watched over you on the highway. Bwana amekuwa mwangalizi wako hata kwa barabara. God has stopped anything wicked that was concocted against you. Bwana amekomesha kila uovu uliopangwa kinyume nawe. God has gone through for you. Bwana amepita mbele yako. Wherever your name was taken for evil, mahali popote jina lako lilipelekwa kwa uovu, mercy of God has said no. Huruma za Bwana zimekufunika. You stand strong. Umesimama hodari. You stand blessed. Umesimama na baraka. You stand empowered. Unasimama na nguvu. You stand strengthened. Unasimama na uwezo. God has done it for you. Mungu amekufanyia. You have a reason to thank him. Una sababu ya kumshukuru. Open your mouth in your own way. Fungua kinywa chako kwa maneno yako. Thank him. Tell him thank you, Daddy. Mshukuru, mwambie asante. I thank you for my life. Nakushukuru kwa maisha. I thank you for my family. Asante kwa jamii. I thank you for my career. Asante kwa taaluma yangu. I thank you for my business. Asante kwa I thank you for my shamba. Asante kwa shamba langu. I thank you for my children. Asante kwa wanangu. I thank you for what you have done. Asante kwa kile umetenda. You have done many things. Umetenda mengi. Many I'm not even aware. Mengi hata sielewi. You have preserved me. Umenihifadhi. You have protected me. Umenilinda. You have extended grace. Umeachilia neema upon my life. juu ya maisha yangu. You have done so well. Umetenda mema. You have given me hope every day. Umenipa tumaini kila siku. When I almost failed, karibu nianguke, you strengthened me. ulinitia nguvu. When I was losing hope, wakati sikuwa na tumaini, you gave me back hope. Umenipatia tumaini. When I thought all is gone, wakati nilifikiria yameisha, you restored my life. ulirejesha maisha yangu. When I thought I was alone, wakati nilidhania niko peke yangu, you assured me of your presence. ulinipa hakikisho ya uwepo wako. wako. When nobody stood with me, wakati hakuna mtu alisimama nami, you are a very near help. wewe ndiwe msaada wa karibu. You became my ever present help. Ulifanyika msaada wangu in the day of trouble. katika siku ya uovu. My father, baba yangu, I was on the highways, nilikuwa barabarani, and there were altars of the devil, na kulikuwa na madhabahu ya shetani that are thirsty of the blood. yaliyokuwa yanahitaji I was never sacrificed sikutolewa dhabihu on any altar in any highway. juu ya madhabahu. I was on air flying. Nilikuwa kwa ndege. You sustained me in the air. Ulinihifadhi ndegeni. My father, baba yangu, you have proved yourself. umejidhibitisha. You have proved yourself. Umejionyesha. You have proved yourself. Umejionyesha. Even in our careless moment, hata katika hali yetu you still gave us security. ulitupa ulinzi. Even when we had no God, hata wakati hatukuwa na you ulinzi, still guarded us. ulitulinda. Oh Jesus, oh Yesu, thank him, thank him, thank him. mshukuru, mshukuru, We mshukuru. celebrate you. Tunakushukuru. I thank you, my Father. Nakushukuru Baba I yangu. thank you, my God. Nakushukuru Mungu. I am not wasted. I Sijatopoteza. am not destroyed. Sijaangamia. I am not a lunatic. Si mimi si mwenda I wazimu. give you glory. Nakupa utukufu. I worked for 12 months. Nilifanya kazi I woke up every morning. Naamuka kila siku. I have breathed your oxygen every day. Ninapumua hewa safi. Malebaza talabas. Rekerebo shandalaba. Ligabazo toloboza. Rapo shakete. Lialaba jekaliboza. Rapo shendereba. Lelikata lebazarias. Karabaraba You shendereba. have done so well. Umetenda mema. You have done so well. Umetenda mema. I am grateful. Nina shukurani. I am grateful. Nina shukurani. As I thank you, ninapokushukuru, whatever is pending, chochote I kimesalia, hand it over to you. naipeana kwako. I hand it over to you. Naipeana kwako. I hand it over to you. Naipeana kwako. I hand it over to you. Naipeana
kwako. Thank you for those who are in school. Asante kwa walio They all here, they have been there. Mwaka mzima wamekuwa. We have had fires. Tumeona mioto. We have not been burned. Hatujateketea. We have had satanic attacks. Tumekuwa na shambulizi. We have not been attacked. Hatujashambuliwa. Danger and calamity hatari na janga has never been our portion. haijakuwa sehemu yetu. Thank you, Father. Asante Baba. Thank you, Daddy. Asante Baba. Thank you for our families. Asante kwa jamii zetu. Thank you for our neighbors. Asante kwa majirani Thank wetu. you for our working environment. Asante kwa mazingira ya You are so precious. wewe ni wa dhamana. You are so great. Wewe ni mkuu. You are so powerful. Una nguvu. Blessed be the name of the Jina Lord. lako libarikiwe. Exalted be the name of the Lord. Jina lako litukuzwe. We are grateful. Tunakushukuru. We are grateful. Tuna shukrani. We are grateful. Tuna shukrani. Put your hands together and celebrate Him. Weka mikono yako pamoja. Celebrate the King of Kings. Mshangilie Bwana. Celebrate the Lord of Lords. Shangilie Bwana. Celebrate the Ancient of Days. Shangilie aliyekuwa. The one who never grows old. Yeye asiyezeka. The same yesterday, today and forever. Jana, leo na milele. Daddy, we are grateful. Baba tushukuru. Daddy, we are thankful. Baba tushukuru. We celebrate you. Tunakushukuru. And we glorify your name. Na tunatukuza jina. Ancient of Days. Uliyekuweko tangia mwanzo. You are too good. Wewe ni mwema sana. We give you glory. Twakupa utukufu. We honor you. Twakuheshimu. Thank you, Daddy. Asante Baba. No sickness Hakuna ugonjwa is allowed to finish us. imekubaliwa kutumaliza. We belong to you. Sisi ni wako. Thank you for everyone Asante kwa kila mtu who belongs to this commission. aliye wamiliki ya kongamano hii. We are safe Sisi tuko under the salama protection chini ya ulinzi of the Most High God. ya Mungu aliye juu. We glorify your name Twatukuza jina lako and we exalt you na twakuinua in Jesus' name. kwa jina la Yesu. Amen. Amina. Amen. Amina. Amen. Amina. Hallelujah. Hallelujah.